Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena hapa. Kwa majina naitwa Prophetess Edith Bernard, ninayeongoza huduma ya Cornerstone Ministry ambayo imewekwa maalum na Mungu kwa ajili ya kuokoa, kurejesha na uponyaji kwa watu wote bila kujali dhehebu lako, bali umjue Mungu afanyike kuwa halisi kwako. Ninakaribisha tena hapa katika kipindi chetu kingine, maana wiki iliyopita tulianza kujifunza mafunzo ya nguvu la jina. Nguvu la jina. Maana yani tulianza kujifunza kwamba kuna yale majina tuliopewa, na zaidi tunakwenda kujifunza jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Somo hili nitaanza kwanza kama kusikiliza lile somo la kwanza, nenda tena utalisikiliza uweze kulifahamu na kuanza kulifafanua na kuliweka liwe kwenye maisha yako, yani jina lako lilopewa. Kabla ya yote tuende tukakabidhishe vyombo vyetu tunavyovisikilizia, simu zetu, tablet zetu kwenye mikono ya Bwana, kwa sababu kwa kila mtu unaweza ukawa unataka kusikiliza mara simu ikaleta matatizo. Sasa twende tukakabidhishe kwanza, kwa sababu simu pia ni madhabahu ambayo yametengenezwa na mwanadamu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo tunasema asante tena kwa kipindi hichi kingine. Tunasema asante kwa kutanika na kuweza kulijifunza neno lako. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunatakasa vyombo vyetu tunavyokwenda kusikilizia, tunatakasa simu zetu, tunatakasa tableti zetu. Baba, pia tunakabidhisha mioyo yetu na akili zetu na nafsi zetu kwa kuweza kulijua neno lako. Maana neno lako linasema kuwa Yesu alisema kwamba neno nalo lizungumza ni maisha. Pale palipokuwa hapana uhai leta tukapate uhai, pale palipokuwa hapaeleweki pakaweze pakaeleweke. Katika jina la mwanao Yesu Kristo Baba, tunasema asante na tunajifunika kwa damu ya mwana kondoo tunapokwenda kuvisikiliza ili neno. Baba, tunasema asante. Roho Mtakatifu na karibu na ukanitumie mtumwa wako katika kinywa changu, wakaweze kuelewa na wakaweze kufahamu maana ya majina yao. Kama wale wanaotakiwa kulibadilisha jina lake likabadilishwe, kama wale wanaotakiwa kujitenga na hilo jina wakajitenge, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninasema asante na tunasema karibu hapa Cornerstone Ministry. Amen. Katika somo tuliloanza wiki iliyopita niliishia kwa Benoni, ambapo mtoto wa Yakobo alikuwa anaitwa Benoni kwa sababu mamake alimzaa kwa uchungu. Sasa ndio maana nasema nenda ukasikilize lile lingine ili uweze kukupana maana na hii zaidi. Kwa sababu saa nyingine unaweza kuwa unapitia changamoto, sio changamoto kwamba Mungu hataki kukusaidia au Mungu hataki kufanya chochote, bali ni changamoto kutokana na jina lako. Na kingine nimesahau kusema kwamba tafuta uwe unapenda uwe na kalamu, tafuta hata daftari uwe unaandika ile mistari, unaweza ukaenda ukaisoma mwenyewe. Unaposikiliza soma na wewe mwenyewe, penda kulisoma neno la Mungu, kwa sababu saa nyingine unapolisikiliza neno na unapolisoma linaanza kukupa wewe maana zaidi. Maana Mungu hujifunua zaidi, kwa sababu naweza kawa mimi nimenifunuliwa hapa, lakini Mungu, Roho wa Mungu akakufunulia zaidi na ukaweza kuendelea kujua zaidi. Sasa wiki iliyopita nimesema kwamba tuliachia kwa mtoto wa Yakobo alikuwa anaitwa Benoni, ambaye alisema kwamba mamake alimuita Benoni kwa sababu alizaa kwa uchungu. Lakini Yakobo akalibadilisha akamuita Benjamini. Sasa leo tunaangalia tena mtu mwingine aliyepewa maelekezo katika mtoto kuzaliwa, alikuwa ni Samsoni. Ukisoma kitabu cha Waamuzi 13, ukisoma Waamuzi 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 24, kwamba haya ni yale majina ambayo watoto Mungu aliwaletea kwa kusudi. Kwa sababu ukisoma 13 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema hivi:
wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono wa Filisti muda wa miaka 40. Huo ni mstari wa kwanza. Kwa Mungu alivyoona kwamba wale wana Israeli walivyokuwa wameingia kwamba kuleta hawakumpendeza Mungu kwenye macho yao, aliwatia mikononi kwa Wafilisti. Kwa hiyo Wafilisti wakaanza kuwatesa wana wa Israeli. Ukisoma yote chini, ndio maana napenda sema usome wewe mwenyewe na kuanzia, alafu wewe mwenyewe penda kusoma. Kwa sababu gani? Itakupa moyo wa kusoma neno la Mungu na kumjua Mungu mwenyewe kwa zaidi, kuliko ukiwa unasikiliza alafu unapata vile vichache. Lakini ukipenda kujua mwenyewe na kuanza kurifanya research, utajikuta tu unapenda neno la Bwana. Inasema hiyo kwamba alivyosema kwamba walivyofanya hivyo, ukienda kote Mungu akaenda akamtokea mamake na Samsoni, akaanza kumpa maelekezo kwamba kuambiwa kwamba asinywe pombe, asinywe kilevi, asinywe kitu chochote, hata mtoto atakapozaliwa asimkate nywele. Mstari wa 24 ndio unaosema zaidi. Basi yule mwanamke akazaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samsoni. Mtoto huyu akakuwa, Bwana akambariki. Roho wa Bwana akaanza kumtaharakisha katika Mahane ndani katika ya Sora na Eshatori. Hiyo ni miji ambayo Samsoni iliyoandikwa. Kwa nini? Kwa sababu kila mtoto unapozaliwa kwenye familia yako, usiseme hiyo familia ulizaliwa bahati mbaya. Hapana. Mungu alikujua kwa nini amekuweka kwenye hiyo familia. Lakini saa nyingine walikuwa umewekwa kwenye hiyo familia, ila wamekupa jina Mungu ambalo hakutaka uwe na hilo jina. Kuna wengine wamerithi majina ya mabibi, kuna wengine wamerithi majina ya mashangazi, kuna wengine wamerithi, kama nilivyosema, kuna majina mengi watu wamerithishwa bila wenyewe kujijua. Ndio maana kila ukimwita Mungu katika ulimwengu wa roho, sengine hilo jina linamaanisha kwamba huyu mtu hastahili kupewa hicho kitu. Kama tumesema mifano, ukisikiliza ile ya kwanza kwamba kuna mtoto alizaliwa, kwamba tunapenda kusema kama Yabezi, lakini Yabezi anasema alizaliwa kwa uchungu. Akamuomba Mungu amtanulie hozi yake, amtanulie na kubadilisha jina lake. Kwa nini? Kwamba alipokuwa, kwa sababu kutokana na lile jina lake alizaliwa kwa uchungu, matokeo yake naye maisha yake yakawa machungu. Sasa wewe ulivyokuwa kwenye jina kama hilo unayosema kwamba jina lako ulipewa kwa sababu gani? Ulipewa kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mavuno, au ulipewa kwa sababu kuna wengine walipewa majina kwa sababu kutokana na masika, mvua ilikuwa ni nyingi, alikuwa wakasema mtoto huyu akaitwa, ndo nilitoa mfano wa jina la Masika kwa sababu mvua ilikuwa ni nyingi. Je, mtoto huyu kuna watu wanaitwa mtoto alipata kwa sababu alipata shida, atakamuita mtoto jina Shida. Alipata taabu, akamuita mtoto Tabu kwa sababu alizaa kwa tabu. Je, wewe jina lako linasimamaje? Linaweza, kama nimesema, nilitoaga mifano pia, nikasema mtoto unaweza kumpa jina zuri ukasema ukafikiri Diana. Diana ukisoma katika kitabu cha Danieli alikuwa ni miungu ambayo Nebukadneza alitengeneza, akamuita Mungu wa Diana kwa sababu watu wakawa wanamwabudu hiyo Mungu wa dhahabu, kwamba alikuwa ni Mungu wa dhahabu, kwamba watu walikuwa wanatakiwa kwamba asiyemwabudu huyo Mungu atapata adhabu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli tunamwona mtoto mwingine ambaye pia alipewa kwamba alikuwa ameletwa kwa sababu, yani he came for purpose, kwamba kila mtoto aliyeletwa duniani amekuja na sababu. Ndio maana Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia, na alikujua kabla sijakuweka kwenye tumbo la mamako, na alikutakasa. Sasa kwa sababu Mungu alikuleta kwa sababu, lakini wazazi kwa sababu walikuwa hawaelewi. Sisi wazazi wetu wa zamani walikuwa bado hawajamjua Mungu, walikuwa tu wanampa jina kwa sababu nimelipenda jina fulani, anampa hilo, au nilipenda kitu fulani, atampa hicho. Kuna mwingine amepewa jina zuri Rozi kwa sababu huwa Rozi ni huwa linalonukia, na ni kweli ukimumuita wewe msichana kila mara Rozi, hata kama ataanguka kiasi gani, bado kwa Mungu, bado katika ulimwengu ananukia Rozi. Kwa sababu pia ukisoma kitabu ni cha Solomoni kwamba anasema ni Yesu ni
waridi, rose of Sharon is it, yeah, and the lily of the valley, yani kwamba ni ananukia. So kwa hiyo mtu anayepewa kama jina la Rose, Rose yani ananukia, yeye ni harufu nzuri kila mara. Hata kama ana matatizo huyo Rose, lakini akilijua jina lake, akisema mimi Mungu ni harufu nzuri, ni harufu njema, maisha yake hubadilika. Sasa wewe, mimi na wewe na mimi, wewe majina yetu, wewe jina lako ni jina gani ulilopewa na wazazi wako? Je, linakutambulisha nini katika ulimwengu wa roho? Kama nilivyosema, ukisoma katika kitabu cha Waamuzi 13 kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 24, kwamba yule mtoto Samsoni aliletwa kwa sababu ya nini? Ya kuleta kupigana na Wafilisti. Kwa hiyo wewe, je, uliletwa na Mungu? Unajua sababu yako ulioletewa duniani? Na je, jina lako linaendana na ile sababu ulioletewa duniani? Okay. Mtu mwingine tunamwangalia, mfano mwingine wa John the Mbatizaji. Yohana Mbatizaji wote tunamjua kama Yohana Mbatizaji, lakini yeye sababu yake aliletwa kufanya nini? Kutengeneza njia ya Bwana Yesu. Na neno la Bwana linasema kuwa katika kitabu cha Luka wa kwanza mstari wa 5, na unataanzia hapo. Mstari wa 5 unasema, zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Aruni, jina lake Elizabeti. Mstari wa 6, nao wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Uvumba na manukato yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto wa mwanaume, jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Atakuwa hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli watarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya, na nguvu zake ilikuwa akugeuza mioyo ya baba aelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kuwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na watazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasaidikia maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabia kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka
hawezi kusema, nao walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu. Naye aliendelea kuwaashiria, akakaa bubu. Ikawa siku ya huduma yake ilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo nilivyonitendea Bwana katika siku zile nilizoangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Kuzaliwa kwa mwezi wa 6, malaika mbele za watu. Hapo samani, nimemalizia mstari mwingine 20 na mpaka wa 25. Ukiangalia zaidi kwamba inaandikwa katika mstari wa 13 kwamba huyu mtoto aliletwa kwa sababu, na hiyo hapo ndo ilipokuwa pointi zaidi. Na mstari wa 20 kwamba yule nitazama utakuwa bubu. Alimweka bubu babake na Yohana kwa sababu alijua kwamba Zakaria alikuwa ni mtu wa kuharibu. Inaonekana kwamba Mungu akaona huyu, kabla hajauharibu huu muujiza, ngoja kwanza nimtie ububu. Na kweli ilipofika mstari huyo Luka wa kwanza mstari wa 57 mpaka 66 inaonyesha sasa kwamba Yohana amezaliwa, na watu wanashangaa, sasa huyu mtoto kazaliwa na babake yuko bubu, inawezekanaje? Wakawa wanasemaje? Katika mstari wa 57 inasema watu walipokuwa kibishana, wanasemaje? Sasa huyu mtoto amezaliwa, wamwite jina la nani? Jina la baba, yani kwa sababu jina la babake. 57. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeti ilipotimia, alizaa mtoto mwanaume. 58. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahia pamoja. 59. Ikawa siku ya 4, wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la baba yake Zakaria. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyomwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana. Wakastaajabu. Hapo hapo kinywa chake kikafunguliwa, na ulimi wake pia ukaanza kunena, akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao, na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi hiyo ya milima ya Uyahudi. Na wote waliosikia wakayaweka mioyoni mwao, akasema, mtoto huyu atakuwa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Mpaka 66. Hapo tunaona kwamba sababu ya Yohana alipoletwa na Mungu akamtia, kwa sababu Zakaria hakuweza kuamini, wakamtia malaika, akamweka Zakaria akawa bubu mpaka siku Yohana atakapozaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba Yohana aliletwa kwa sababu aliletwa na alipewa maagizo ya mama yake kwamba atakuwa hasipate hata kilevi, japokuwa kwamba hata kwamba wanasema Elizabeth alikuwa mtu mzima tayari, lakini haikujalisha. Mungu alimtumia Elizabeth kumleta Yohana wapi? Duniani. Wakasema atakuwa na pia na roho ya Eliya, kwa sababu Eliya alivyokuja mara ya kwanza hakumaliza ile kazi aliyoletewa. Kwa sababu gani? Alikuwa na hofu. Mungu akamchukua. Kumbuka Eliya alitwaliwa tu na Mungu. Kwa hiyo Mungu akamrudisha Eliya kwa njia ya Yohana ili kuja kumalizia ile kazi aliyofanya nini, aliyoanzia. Lakini yeye kwamba sio kwamba ile aliyoanzia tu, Mungu alimpa kazi nyingine sasa, amtengenezee Masaya ambaye ni Yesu Kristo, atengeneze njia ya Yesu Kristo.
Ndo maana alikuja kwa njia ya kwa nini? Kwa roho ya Elia. Ndo maana unakuta kwenye familia zingine wanakwambia mtoto huyu ana tabia kama za marehemu bibi, mtoto huyu ana tabia kama za marehemu shangazi, lakini na mtu anaamua kwamba kusema kuna huyu mtoto kama aliwahi kuishi duniani. Kuna wengine wanarudishwa kwa namna hiyo, lakini Mungu hajakwambia mrudishe. Kama imagine kwamba amesema atakuwa na roho kama ya nani? Ya Elia, lakini Mungu akusema huyu atakuwa anaitwa Elia. Hapana, akasema ataitwa John, japokuwa kwamba malaika alimwambia atakuja, atarudi kwa roho ya Elia, lakini akumwita Elia, alimwita John, kwa sababu Mungu alikuwa na sababu yake ili aweze kufanya nini? Kufanya jambo lingine. Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe ukawa umepewa, lakini kwamba Mungu alikuwa anataka watu wakupe wewe jina lingine, lakini kwa sababu wanaona kama kuna tabia fulani za bibi yako zilikuwepo ndani yako, au unaweza kuzaliwa kama, mwangalia mtoto anasema yeye anafanana kama marehemu, amefanana kama marehemu shangazi, au amefanana kama marehemu bibi, moja kwa moja wanampa mtoto lile jina la marehemu yule bibi, lakini kwamba hajui Mungu amemleta huyu mtoto kwa sababu gani katika hii dunia. Labda yeye Mungu anataka kumtumia kiwe chombo chake, lakini kwa sababu wazazi wamemwona amefanana, kwamba labda mwingine anasemaje, amekufa. Kwa mfano mtu anasema baba amekufa, lakini mtoto mara dada kazaa mtoto au kaka kazaa mtoto wa kiume, wanawambia hapana, huyu atakuwa nani? Marehemu baba. Baba kaja, lakini katupa mtoto mwingine. Lakini Mungu anaangalia kwamba ameleta hicho kiumbe katika hiyo familia, kwamba yeye ni chombo chake, anataka kukitumia. Lakini kwa sababu sisi hatuelewi, tunaweza kuwa mtu ukampa mtoto jina ambalo Mungu hujawahi kuambiwa nalo. Lakini ukimuuliza Mungu kwamba ili jina nilipewa ni kweli ni jina linabebana na kusudi uliloniletea hapa duniani, na Mungu anaweza akakwambia ni kweli, wa hilo jina ulilokupa wamekupa ni jina sahihi. Tunaona mtu mwingine ambaye kwamba pia naye alikuja lakini huyo alikuja kwa nini? Alikuja kwa agano, ambayo tunamuona Samueli alikuja kwamba alikuwa mama yake alikuwa hazai, na wote tunajua historia ya Hana kwamba alikuwa na mke mwenzake, anazungumzwa, anasema kwa mambo mengi. Hana akamwita Samueli kwamba jina la maana la Profeti Samueli ni kwamba kuwa nimemuomba Bwana na Bwana akanipa. Hiyo tunaona katika Samueli wa kwanza mstari wa 20 mpaka wa 28, lakini ilichobeba zaidi ukubwa wake kwenye mstari wa 20. Ukipata muda soma, kwamba Mungu nilimuomba Bwana na Bwana akanipa. Ni kweli, kwa sababu alikuwa tasa, lakini alimuomba Bwana akasema, ukinipa mtoto nitakurudishia, atakufanyia kazi. Na kweli Mungu akampa. Kwa hiyo akairudisha ile nadhiri yake kwamba nitampa kwamba mtoto, akasema nitamuita huyu mtoto nitamuita Samueli, kwa kuwa nimemuomba Bwana na kwa Bwana akanipa. Kwa hiyo Mungu anaweza kaa kwamba wewe jina lako, mamako pia, je, aliwahi kumuomba Mungu akakupa? Unajikuta mwingine una matatizo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliingia, mamako aliagana kama mamake Samueli Hana aliyemwambia kwamba mimi utanipo mtoto huyu nitamrudisha madhabahuni, atakufanyia kazi. Na wewe unaona kila mara katika ndoto zako, ukiwa unaota au zingine unaweza tu ukakaa au ukasikia sauti, Mungu anakuita, lakini unasema naona kama sasa hivi mtu anataka kunichanganya. Hataki kukuchanganya. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu nyumbani kwenu, mamako labda alikuweka, alisema mtoto huyu nitakapompata Mungu nitakupa, nitakufanya nini? Atakutumikia. Lakini kwa sababu wewe ulikuwa hujui, umeingia mtaani, kila unalolifanya mambo hayafanyiki, kila unayotenda matendo hayafanyiki, kila unachotaka kusimama vitu havisimami. Wa nini? Kwa sababu jina lako limeandikwa kule mbinguni kwamba mtoto huyu mamake aliniambia atanipa, atanifanyia kazi, kama Samueli alivyomuona. Kuna mtu mwingine ambaye pia tunaiona kwamba Mungu alimbadilisha Yesu. Huyu tena Yesu ndo alimbadilisha Peter. Simon alikuwa anaitwa Simon, Yesu Kristo akamwambia kwa sasa utaitwa Peter. Tunaona katika kitabu cha Yohana
sura ya kwanza mstari wa 41 mpaka 42. 41 unasema hivi: huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masia, maana yake Kristo. Katika mstari wa 42 akasema, akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe yu Simoni mwana wa Yona, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Kwa sababu jina la Simoni inamaanisha lile la kwanza ni nini? Ni wanasema Simon ni kama ni jani alif, kwamba ilikuwa ni kama mlegevu leaf, kwamba jani linaweza likakaa chini ya mti likamaliza likaanguka likafanya nini, likaoza. Lakini Mungu akamwambia, wewe utaitwa Peter, au kwa nini jiwe, tafsiri yake Kefa, utaitwa jiwe. Kwa nini? Mungu alijua, kwa sababu wewe jina nitakalokupa kwamba linamaanisha nini, ni lile jina la ulegevu. Simon ulilopewa jina lako ni la ulegevu, maana yake it's a leaf. Leaf ni kama jani. Jani linamaanisha kwamba linaanguka, linaweza yani halina nguvu, haliwezi kujisimamia. Lakini wewe utaitwa Kefa, ambaye ni nini? Ni jiwe. Unaona hiyo kwamba Mungu anamwonyesha kwamba Simoni, wewe, kwamba navyokuona rohoni wewe ni kama jiwe, lakini kwa sababu jina lako Simoni, wewe ni mwepesi. Ni sasa kama mtu anasemaje, nimemsoma bwana yule mwepesi kama jani. Kwa hiyo Mungu akaona huyu Simoni, wanavyomwita Simoni yeye kwa anaonekana ni jani katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Mungu akaona bora nimbadilishe, kwa sababu alikuwa anataka kumtumia Simon. Akasema, wewe nitakubadilisha, utaitwa Peter, uwe jiwe. Ndio maana akasema katika jiwe hili nini, kwa Simoni, kwa sababu ni jiwe, in this rock I will build my church and the gates of hate will never prevail. Kwamba alimwona kwamba huyu atakapokuwa naitwa Peter atakuwa ni jiwe ambalo ufalme wa giza hautaweza kupigana na Simoni na Peter. Lakini angekuwa Simoni, akamwona kwamba huyu Simoni wanavyomwita ni lifu, yani we jani, utaanguka. Ukianguka watakumaliza, na mimi nataka kukutumia. Kwa hiyo Mungu hata pia, ndio maana akamwambia hata Mungu akamwambia Simoni kwamba Peter, shetani kaniomba akupepete kama ngano, lakini nimekuombea imani yako isianguke. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Simon angeendelea Peter angeendelea kuitwa Simoni hata kama shetani angemuomba Yesu Simoni, kwa sababu Peter zamani alikuwa anaitwa Simoni, alikuwa anaitwa ni jani, yani shetani angempepeta hasa. Lakini Mungu akasema, hapana, Peter, nimekuombea imani yako isifanye nini, isianguke. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Peter asingebadilishwa jina, angepepetwa, yani angepepetwa kirahisi sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wewe jina lako linakuashiria nini katika ulimwengu wa roho. Na Simon Peter ndo alikuwa wa kwanza kusema, Yesu alivyouliza, jamani, mimi wananiita nani? Wengine wanasema Elia, wengine wanasema nani huyu, wanasema. Lakini Simon Peter akasema, wewe ni Masaya. Akasema, hii haijai kufunuliwa, aliye kufunulia ni babangu. Lakini asingefunuliwa Simon Peter, Simon yani ingekuwa bado, yani kwamba ndo iko yule kwenye ile mambo ya jani, yani anakuwa ni kama kipepeo, yani akina nguvu. Kwa hiyo Mungu tena tunaona katika kitabu cha Mathayo, huyu Simon Peter, Mathayo 16 mstari wa 18, ambayo tunachosema, nimesema kwamba amebadilishwa jina, na kwamba Mungu akamwambia wewe na wewe ndiwe Petro. Mungu akamwambia, nami nakuambia wewe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Mpata picha, yani bado Petro angekuwa bado jani.
Kwa Mungu anatuonyesha kwamba majina yetu yana maana sana katika ulimwengu usioonekana. Sijakwambia ubadilisha, ila jua jina lako linamaanisha nini, ujue jina lako limebeba nini, kwa sababu katika kitabu cha Methali vile wanavyozidi kukuita wanakuita hata, kwa sababu maisha na kifo yapo kwenye kinywa chako. Sasa hata kama wale watu wanaokuita kila siku kwenye nguvu ya kinywa, jina lako linafanya nini? Linaendelea kwamba limekaa, yani linavutia vile vitu vya maajabu kutokana na lile jina. Unajua kuna watu wengine, yani sio kwa ubaya, watu wengine wanawapaga mpaka watoto majina ya mashetani bila wenyewe kujijua, kwa sababu wamelipenda. Lakini Mungu anaweza akambadilishia mtu jina vizuri, kama yeye ukianza kulijua we jina lako. Mungu mwenyewe anaweza akakupa tu yani akakupa maelekezo, akakwambia hata usibadilishe, au anaweza akakwambia liombee, lifanyie njia hivi. Na kama ninasema, nilitoaga mfano wa rafiki yangu yeye, lakini alishatangulia mbele za haki. Aliambiwa abadilishe kwa sababu aliyempa hilo jina alikuwa na sababu zake, alikuwa anajua yeye atakufa kabla huyu msichana, kwamba amweze kumrithisha yale mambo aliyokuwa akiyafanya. Lakini Mungu akawahi akambadilisha huyu msichana jina. Nadhani kwa sababu kule kwao walikuwa wamegundua kwamba huyu mdada akabadilisha jina, wakamwahi. Amekufa very young dada wenyewe, yani ndio ile tunaosema premature death, kwa sababu wakati wake ulikuwa hujafika wa kufa, lakini alikuja akafa dada wa watu. Na kila siku Mungu alikuwa anamwonyeshaga ishara, anamwonyesha ishara, lakini kwa sababu alikuwa elewi, mauti kamkuta. Kwa sababu gani? Ya jina. Je, jina lako limebeba nini? Tunamwona mtu mwingine Sauli, Mungu akambadilisha akamuita Paulo. Tumesoma katika kitabu cha Matendo, ukisoma Matendo ya Mitume kwanza sura ya 9 mstari wa 1 mpaka 19, Mungu alimbadilisha Paulo jina. Alikuwa Sauli kwa sababu Sauli kwenye ulimwengu wa roho alikuwa anaonekana ni chinja, kwa sababu ukisoma historia kwamba alikuwa akiua wale wanaomfuata Bwana Yesu. Lakini Bwana Yesu akaja akamtokea akamwambia Sauli, kwa nini una kama navyosema, ukisoma Matendo ya Mitume 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka 19, tutaruka pale navyosema hapa na pale. Mstari wa 1 unasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani. Imagine, yani mpaka akaenda kumwendea kuhani, akataka ampe barua ya kuenda Damaskia alizoandikiwa kwa masinagogi, ili akiona watu kwa njia hii waume na wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri akiwa anakaribia Damaskia, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, huu nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndiye Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasavyo kuyatenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasimuone mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka akuona kitu, wakamshika mkono wakamleta mpaka Damaskia. Akawa siku 3 haoni, hali wala hanywi. Basi palikuwepo Damaskia mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama
enenda zako katika njia itwayo nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taraso, maana angalia anaomba. Naye amemuona mtu jina lake Anania akiingia na kuwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kuwa watu wengi mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa na amri itokayo kwa wakuu na wakuhani wafunge watu wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia iliyojia upande kuona tena ukajazwe Roho Mtakatifu. Maana mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Mara akamhubiri Yesu Kristo katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na hivyo nao wote waliosikia wakashangaa, wakasema, si yeye huyu aliyewaharibu walioliita jina hili huko Yerusalemu? Naye hapo alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge kwa kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akaitwa afadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha kuwa kwa huyu ndiye Kristo. Mungu amembadilisha Sauli mpaka jina, akambadilisha na roho, akampa roho nyingine ambayo Roho Mtakatifu aliyemwingia Sauli. Tunaona kwamba Sauli, ukisoma tena 13 mstari wa 9 na 10, Sauli akawa amebatizwa na Roho wa Bwana. Kwa hiyo Sauli akawa amebadilika matendo yake, kwa sababu jina lake lilikuwa limebadilishwa. Hawa ni wale wachache tulioona kwenye Biblia wamebadilishwa majina na wakaanza kumtumikia Bwana. Saa nyingine unataka kumtumikia Bwana, lakini kutokana na lile jina lako kwenye ulimwengu wa roho wameweka mipaka, huwezi kwenda mbele kwa sababu kutokana na jina lako. Ni sawasawa kama watu wanasema mtu kachukuliwa arabii, na wewe umechukuliwa arabii rohoni bila wewe mwenyewe kujua. Wamekuchukulia arabii kwamba kusema uweze kumwabudu Yesu Kristo kwa moyo, yani kwa amani, kwa sababu wamekuwekea nini arabii kutokana na jina lako. Ni nini? Jina lako linaeleza vingine na wewe maisha yako ni mengine, ambao kwa sababu kama kitabu cha Warumi 10 inasema kwa kinywa chako umempokea Bwana Yesu, lakini jina lako linavyoitwa katika ulimwengu wa roho linasema hapana, jina la huyu ni mtu mmoja, huyu ni mwenzetu katika mambo yetu tunayofanya katika nguvu za giza. Ndio maana jina lake liko, tumeliwekea nini? Tumeliwekea mashtaka. Una hati ya mashtaka rohoni kutokana na jina lako. Kwamba kumbuka katika neno lake linasema kuwa hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sasa wewe jina lako je, limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, au jina lako limeandikwa even though umeokoka, lakini kwa sababu lile jina lako ni la kurithi limeandikwa upande mwingine? Hakikisha ndugu, jifunze na uanze kulitafakari neno la Bwana. Kama Mungu anatuonyesha kwenye Biblia kuna watu walibadilishwa majina, je, wewe jina lako limesimamia nini? Linaelezea nini katika ulimwengu wa roho? Au ni antena ya wachawi, au ni rada inayozungumzia hiyo rada? Jina lako limebeba nini?
na linasema nini, linakutambulisha nini katika kitambulisho chako. Unajua kama sasa hivi ambayo imetokea kwamba hiyo muujiza ya kuwa kuna mwanamke ambaye wanasema sijui alitokea huko airport ya Marekani, ametokea na passport kwenye nchi ambayo haijawai kujulikana, sijui nchi inaitwa Torenzo, sijui Torenzo. Imekuwa ni gumzo watu, imekuwa ni gumzo. Lakini kama sisi na wanadamu kwamba lazima tuanze kujitafakari, hii ni nchi isiyoeleweka. Kwa hiyo nchi hii ni nchi ya aina gani ambayo ina jina kabisa, lakini ukiigugu hakuna, ijulikani. Na wanasema kwamba yule mwanamke mpaka kama akasema kwamba nimekosea, imekuwaje nimefika hapa. Sasa wewe jina lako limebeba nini? Wewe jina lako linakuashiria nini? Ambaye kama nilivyosema mwanzo, sisi tumepewa jina lipitalo majina yote, mbinguni, duniani na chini ya ardhi, jina la Yesu, kwa sababu kila goti litapigwa na kila ndimi itasema Yesu ndiye Bwana. Jina lako linaambatana na nini? Kiambatanisho chako iko kwenye nuru au kiko kwenye giza? Sio kwamba kutishana wala nini, hapana. Sielewi kwa nini Mungu aliniambia kwamba nifundishe maana ya jina, kwa sababu alisema kwamba katika kitabu chake cha Wafilipi kwamba inasema tumepewa jina lipitalo majina yote. Je, we ukiliitia jina la Bwana, jina lako linaruhusiana kuitiana na jina la Bwana Yesu Kristo? Sio Bwana tu, kwa sababu mabwana wako wengi. Yoshua Amashia ninayemzungumzia mimi, nakumbukaga kuna zamani, siku nyingi, kuna mtu tulikuwa tunabishana naye, akasema aliniambia Jesus. Nikamwambia Jesus wako wengi, kuna Jesus Jesus wa Mexico, kuna Jesus wa Brazil. Sasa wewe unamzunguzia Yesu Kristo wa Mnazareti, yule mwana wa Mungu, au unamzungumzia wale Yesu ambao unaowajua wewe? Sasa wewe jina lako limebeba nini na linakuashiria nini katika ulimwengu wa roho? Linakupa mazuri au linakuletea huzuni? Tutakwenda kuomba na tutajitenga na kila majina yasiyo ya kwetu, na tutayatakasa majina yetu, na tunayatakasa majina yetu. Lakini ukijua zaidi jina lako linakuambia nini, utajua nguvu ya jina lako. Jina lako linakupa amani au jina lako linakupa huzuni? Jina lako linakupa mateso au kuna mwingine umebeba jina ambalo linamaanisha linakaribisha magonjwa. Unajishangaa tu una magonjwa yasiyoeleweka. Au kuna lingine ni jina lako ni kwa sababu ni jina ambalo labda la nini, dawa za kienyeji, kwa sababu kuna bibi yako labda mamako alioteshwa. Kuna watu wanasema zamani walioteshwa, mtoto huyu atakuwa mganga, mtoto huyu atakuwa hivi. Sio mtoto huyu atakuwa kuhani wa Mungu, hapana. Mtoto huyu anatakiwa awe mganga, mtoto huyu anatakiwa mpige yani kuna vitu ni vingi vya ajabu ajabu. Je, jina lako limebeba vitu hivyo? Sasa tutapokwenda kuomba na Mungu tunaomba jambo la kwanza, Mungu atufunulie maana ya majina yetu. La pili, tunajitenga na kila majina ya ambao kuna wengine ambao kwamba kwamba walisema kwamba huyu mtu alikufaga siku nyingi, lakini alisemaga kabla kuna mtoto yote atakayezaliwa lazima apewe jina hilo. Kuna mtu alishakufa lakini akaacha jina kwamba mtu lazima apewe hilo jina. Kwa hiyo lazima ukilijua jina lako kwamba ni nani na behind ya huyu mtu, huyu nyuma ya huyu mtu alisema kwa nini alisema kwamba mtu kabisa. Kuna watu walikufa lakini anasemaje, kabla sijafa kuna watoto watakaozaliwa lazima wapewe wawe majina, na kwa sababu sheria imesema basi na wale watoto kweli wamepewa hayo majina, lakini hao watu tayari wameshakufa. Wewe uliyapewa jina ambalo kwa mtu aliyekufa aliachia huo usia, au wazazi wako walilipenda hilo jina, au mtu nani aliyekupa hilo jina? Sasa tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai,
tunakuja mbele zako, tunakuja tunaita damu ya Yesu Kristo, maana Baba, damu ya Yesu Kristo inatakasa, palipokuwa pekundu patakuwa peupe kama theluji. Baba, katika jina la Yesu tunatakasa majina yetu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Tunajitenga na kila roho zinazoambatana na hayo majina. Baba, tunazitenga kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Baba, tunayatenga, tunakata kila maunganiko na waliokufa, tunajitenga nayo kwa damu ya Yesu. Kila majina yasiyo kutoka kwako, majina yasiyoeleweka, majina yanayobeba magonjwa, majina yanayobeba mikosi, majina yanayoleta balaa, majina ya kiganga, majina ya kishetani, majina ya kichawi, Baba, tunajitenga nayo. Majina yale yote yanayoleta mikosi na balaa na magonjwa, Baba, tunajitenga nayo rohoni, tunajitenga nayo mwilini, tunajiambatanisha na damu ya mwana kondoo. Na Baba, na wale tusiojua maana ya majina yetu, leo tunaomba, maana umesema niite nami nitakuonyesha yaliyojificha gizani. Ukatuonyeshe maana ya majina yetu, pale palipoparuzika Baba, ukatunyooshe kutokana na majina yetu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kila zile alama ulizotuwekea katika zile listi za mashetani na waganga na wachawi, Baba, tunafuta majina yetu, tunakwenda mpaka kwenye maktaba zao, tunakwenda mpaka kwenye maktaba zao, tunakwenda mpaka kwenye maktaba zao, tunatoa majina yetu kwenye hizo maktaba, tunatoa majina kwenye hayo mafaili yao, tunatoa majina yetu kwenye hizo kompyuta zao, tunatoa majina yetu kwenye hizo simu zao, tunatoa Baba, tunachana kila mafaili yao, tunaandika Baba, tunaomba Baba, tunakwenda kumpokea Yesu Kristo, tunaomba tuandike majina yetu kwenye vitabu vyako vya uzima Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunafuta kila majina yetu kwenye kila alama za kichawi zilizowekewa kutokana na majina ya kurithi. Baba, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwenye milango yao, tunafuta kwenye vitabu vyao, tunafuta kwenye kompyuta zao, tunafuta kwenye mafaili yao, tunafuta kila sehemu ambayo wanayotuletea kutokana na majina yetu kuleta mashtaka. Kama Baba, ilikuwa wakati wa mvua, kuna mtu alitokea akasema huyu mtoto anatakiwa aitwe mwana mvua, Baba, kwamba tunafuta kutokana na hayo majina yetu, tunanyunyuza damu ya Yesu, tunafuta rohoni, tunafuta mwilini, tunafuta kila sehemu majina yetu yalipotuwekwa kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, neno lako linasema damu ya Yesu inatoa kwenye mashimo yasiokuwa na maji. Majina yetu yalipofukiwa popote tunayatoa, iwe ni makaburini tunayatoa, iwe ni njia ya panda tunayatoa Baba, kwa damu ya Yesu. Iwe kwenye majabali tunaita malaika, tunayatoa kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Baba, tunaweka wakfu majina yetu tena upya tunanyunyuzia damu ya Yesu. Yoyote anayetutafuta hataweza kutuona, kwa sababu Yesu Kristo ndio ngome yetu, na Yesu Kristo ni kimbilio letu. Yesu Kristo ndio jiwe letu panapojifichia Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninasema asante na tunashukuru kwa kila lile ulilolifanya la sasa na ulilokwenda kulifanya kutokana na majina yetu, na ukatutolee siri za majina yetu ambao bado hatujafahamu maana ya majina yetu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana Mungu aliye hai, ninaomba na kushukuru. Amina. Asante kwa kunisikiliza. Ningependa usisahau kushare, kusubscribe na kuweka komenti yako, na chochote unachotaka kuniuliza niulize, na ukitaka maombi niweka hapo maombi yako, nitasoma komenti yako ili niweze kukusaidia. Kwa majina tena, mimi ni Prophetess Edith Bernard wa hapa Cornerstone Ministry. Karibuni tena, usiache kumwomba Mungu na usiache kusoma neno lake. Yeye ndiyo njia yako. Katika jina la Yesu tunasema asante kwa kunisikiliza, nasema asante tena na kwaherini. Bye.